Kuanzisha biashara. Bado tunaendelea na wiki yetu ya biashara 10 ambazo unaweza ukapata faida ya shilingi 20,000 kila siku. Tulianza Jumatatu, tukaja Jumatano na leo Ijumaa ndio tunamalizia. Sasa kuna watu wengi wanasema kuwa hizi biashara za mtandaoni ni utapeli tu, hamna lolote, hakuna pesa, ni kusumbufu tu. Wao wanaamini kuwa 20,000 kwa siku unaweza ukapata kutokana na kazi ya kuajiriwa yenye heshima, na hapo ndipo wanavyofikiria. Mimi sikubaliani nao hao, na nitakwambia kwa nini. Sasa leo nitakuthibitishia kuwa kwa kutumia simu yako, simu janja au simu ya mkononi, unaweza ukatengeneza pesa nyingi sana, na pengine kumshinda hata meneja aliyeajiriwa kwenye kampuni au hata serikalini. Hii inawezekana kabisa. 20,000 au zaidi unaweza ukapata kila siku kama ni faida kwa kutumia simu tu, na biashara nyingine ambazo nitakuelezea. Sasa kabla sijakuelezea biashara 3 zilizobakia za leo kumalizia katika hii wiki ya biashara 10 ambazo zenye faida ya shilingi 20,000, naona tujaribu kujikumbusha yaliyotokea kwa wiki hii. Karibu kwenye wiki ya biashara 10 zenye kupata faida 20,000 kila siku. Leo ni Ijumaa na hii ni fainali ya mfululizo wa hivi vipindi. Kama umekuwa nasi tangu Jumatatu, tumejifunza kuhusu chapati, dagaa, sabuni na uwakala. Leo tunaangalia kundi la 3 na la mwisho ambao ni biashara za huduma, yaani service businesses, na biashara za mtandaoni, yaani freelancing. Kwa nini nimeziweka hizi mwishoni? Kwa sababu hizi ni biashara ambazo hazihitaji frame, hazihitaji ukodi duka. Ofisi ni wewe mwenyewe, ujuzi wako na nguvu yako vinatosha. Ukweli ni huu: vijana wengi wanalalamika hakuna ajira, wakati simu walizonazo mkononi zina uwezo wa kuwaingizia mshahara. Wengine wanakaa nyumbani wakati mtaani kumejaa ofisi na nyumba zinazohitaji kusafishwa. Leo nitakupa hesabu kamili za biashara 3 zilizobaki: huduma za usafi, yaani cleaning services, usambazaji wa maji na kufanya kazi mtandaoni. Nitakuonyesha jinsi ya kupata 20,000 ya uhakika bila mtaji mkubwa. Sasa hebu tuanze na huduma za usafi wa majumbani na maofisini. Hii biashara iko vipi? Sasa hebu tuangalie biashara hii ya dhahabu iliyofichika. Huduma za usafi au cleaning services. Hapa sizungumzii kufagia barabara. Nazungumzia specialized clinic. Yaani kusafisha vitu kama makochi, yaani sofa sets, makapeti na kufanya usafi wa kuhamia kwenye nyumba mpya. Watu wengi wanasema hiyo ni kazi ya hovyo. Mimi naona wamekosea. Hii ni kazi ya kiprofessional. Watu wanajenga nyumba nzuri, wamenunua makochi ya milioni 2, lakini yakichafuka hawajui wayasafisheje. Hawana muda na wala hawana vifaa. Sasa jinsi ya kuanza: unaanza na mtaji wa shilingi 100,000 au hata pungufu. Unahitaji nini? Unahitaji brush laini, ndoo, sabuni maalum za kuondoa madoa, yaani stain removers, ambazo zinapatikana madukani kwa bei nafuu, na vitambaa vya microfiber. Huna haja ya mashine kubwa za vacuum cleaner. Kuanzia siku ya kwanza, unaweza kuanza kwa mkono au yaani manual cleaning, na kazi ikawa iko safi. Sasa kwa nini inalipa? Piga hesabu hizi kwa makini. Kusafisha seti moja ya makochi
yaani sofa seti ya watu 5 au 6, bei ya soko kwa sasa ni kati ya shilingi 30,000 mpaka 50,000 kulingana na eneo. Gharama ya sabuni na nauli ya kufika kwa mteja haiwezi kuzidi shilingi 10,000. Hii ina maana ukipata kazi moja tu ya kusafisha kochi kwa siku na ukatoza shilingi 40,000, ukitoa gharama zako unabaki na faida ya shilingi 30,000. Hapo umeshavuka lengo letu la shilingi 20,000 kwa siku kwa kazi ya masaa 2 au 3 tu. Sasa je, utawapata wapi wateja? Hapa ndipo penye siri. Usikae nyumbani. Tengeneza kipeperushi rahisi kwenye simu yako au andika barua nzuri. Tembea nyumba kwa nyumba kwenye mitaa yako au kwenye mitaa ya watu wenye uwezo wa kati, au nenda kwenye ofisi zenye makapeti. Waambie hivi: nasafisha makochi na kuyakausha hapa hapa kwako, yatarudi kuwa mapya. Onyesha picha za kazi hata kama ni kochi la kwenu uliolisafisha kwanza. Ukifanya kazi nzuri kwa mteja mmoja, huyo atakuita tena mwezi ujao na atamwambia hata jirani yake. 100,000 yako ina nguvu kuliko unavyodhani. Nunua vifaa vizuri, vaa ovaroli safi na zungumza kwa kujiamini. Hii ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana mjini. Usisubiri mtaji wa kununua gari. Anza na begi lako la mgongoni lenye vifaa na upige pesa. Sasa hebu tuangalie usambazaji wa maji ya chupa. Hii biashara ya maji ni rahisi lakini inahitaji nguvu kidogo. Tanzania ni nchi ya joto. Kila mtu anakunywa maji. Lakini maduka mengi ya mitaani, yaani retailers, wanapata shida kufuata maji kwenye viwanda au maduka makubwa ya jumla, yaani wholesalers. Hapa ndipo unapoingia wewe kama daraja. Watu wengi wanasema sina gari la kusambaza maji. Mimi naona wamekosea. Huwezi kuanza na lori. Unaweza kuanza na miguu yako au mikokoteni au bajaji kama mtaji unaruhusu. Wakati ni huu. Tafuta duka kubwa la jumla, yaani wholesale, linalouza maji kwa bei ya chini. Kwa mfano, katoni moja ya maji madogo, yaani nusu lita, inaweza kuuza kwa jumla shilingi 2,500 mpaka 3,000. Wewe kazi yako ni kuchukua mzigo huo na kupeleka kwa wenye maduka wadogo au mama ntilie na ofisi ambazo haziwezi kufuata mzigo kama huo. Sasa kwa nini inalipa? Kwenye biashara hii faida ipo kwenye volume. Labda unapata faida ya shilingi 500 mpaka 1,000 kwa kila katuni unayouza kwa duka la rejareja. Inaonekana ni ndogo, lakini hebu piga hesabu. Duka moja la kawaida linaweza kuchukua katuni 3 mpaka 5 kwa siku. Ukiwa na wateja, yaani maduka 10 tu, na kila duka linachukua katuni 2, unauza katuni 20 kwa siku. Katuni 20 mara faida ya shilingi 1,000 kwa katuni, unapata 20,000 yako safi. Na hii haijumuishi kuuzia watu kwenye mikutano, harusi au kwenye misiba. Ukiwa na store ndogo nyumbani, unaweza kununua maji mengi wakati wa bei ndogo na kuuza wakati wa joto kali. Siri ya hii biashara ni service. Mpelekee mangi maji mpaka dukani kwake ili asihangaike kufunga duka kwenda kufuata mzigo. Mrahisishie kazi, naye atakulipa. Anza na eneo lako la jirani. Jenga himaya yako ya kifedha kwa kutatua kiu ya watu.
Sasa kabla hatujaendelea, kuna mwito hapa wa kushiriki. Huu mwito ukoje? Kabla hatujaingia kwenye biashara ya mwisho ambayo ni biashara ya kisasa zaidi na inaweza kukutoa kimaisha bila hata kutoka chumbani kwako, nina ombi moja. Kama umefurahia mfululizo huu wa wiki ya biashara 10 zenye kupata faida ya 20,000, na kuomba gonga hicho kibatani cha like kwa nguvu zote. Hii inatusaidia kujua ni aina gani ya video mnazipenda. Na kama hujasubscribe, usingoje. Jiunge na familia yetu sasa hivi. Na washa hicho kikengele kwa sababu hutaki kukosa mafunzo yanayokuja wiki ijayo. Tayari? Asante sana. Sasa hebu tuangalie biashara ya mtandaoni na freelancing. Hii inahusu mambo gani? Sasa tuangalie biashara ya mwisho. Hii ni maalumu kwa vijana, wahitimu wa vyuo na yeyote mwenye simu janja. Hapa tunazungumzia freelancing au kutoa huduma mtandaoni. Watu wengi wanasema mtandao unamaliza pesa. Mimi naona wamekosea. Mtandao unapaswa kukupa pesa. Hapa sizungumzii kubeti au pyramid schemes. Nazungumzia kuuza ujuzi. Kuna njia 3 za haraka za kupata 20,000 kila siku mtandaoni hapa Tanzania. Hebu tuangalie njia ya kwanza. Hii ni kusimamia mitandao ya kijamii, yani social media management. Biashara nyingi zinafungua kurasa za Instagram, lakini wenye biashara hawana muda wa kuposti na kujibu comment, wala kutengeneza matangazo. Wewe unaweza kuwa meneja wao wa mtandao. Piga hesabu. Ukimtoza mfanyabiashara mmoja shilingi 1,500,000 kwa mwezi ili kumsimamia peji yake, yani kuposti picha, kujibu wateja na kadhalika, unahitaji wateja wangapi ili kupata 20,000 kwa siku? Ukipata wateja 4 tu, unakuwa na 600,000 kwa mwezi. Hiyo ni wastani wa 20,000 kila siku. Kazi hii unaifanyia simu yako ukiwa popote. Namba 2 ni ubunifu wa picha, yani graphic design, kwa kutumia simu. Una haja ya kujua Photoshop ambayo ni ngumu. Tumia application kama Canva. Jifunze kutengeneza mabango ya matangazo, logo au kadi za harusi. Bango moja la tangazo la Instagram unaliuza kwa shilingi 10,000 mpaka 15,000. Ukipata wateja 2 tu kwa siku wanaotaka bango la new arrival au sale, umepata pesa yako. Namba 3 ni uandishi wa data entry. Kuna wanafunzi wa vyuo wanahitaji kupigiwa chapa kazi zao, yani typing, na kuna blogu zinazohitaji makala. Jitangaze kwenye makundi ya WhatsApp na Facebook. Fanya hivi, zungumza, naandika proposal, naandika CV nzuri. Kuandika CV moja ya kisasa unatoza shilingi 10,000 mpaka 20,000. Ukirekebisha CV moja tu kwa siku, umemaliza kazi. Siri ya biashara za mitandaoni ni portfolio. Usiseme tu unajua, onyesha ulichofanya. Tengeneza peji yako, weka kazi zako za mfano. Anza na kuwafanyia marafiki bure au kwa bei poa ili upate shuhuda, yani testimonials. Ukweli ni huu. Hii ndio biashara yenye mtaji mdogo kuliko zote. Mtaji ni bando yako na muda wako. Badala ya kushinda Instagram kuangalia umbea, tumia hiyo Instagram kutafuta wateja. Watu wana pesa, wanatafuta mtu wa kuwasaidia kazi hizo ndogo ndogo. Sasa kwa kumalizia, nitaelezea hizo biashara zote 10 ambazo tumezongelea wiki hii kwa muktasari na kuangalia the way forward, yani sasa kitu gani kinafuata. Hebu nisikilize kwa makini. Sasa tunaona tunafika mwisho wa video hii
na mwisho wa wiki yetu maalum. Sasa kwa kujikumbusha, katika safari hii ya siku 3 tumeangalia biashara 10. Kutoka kuuza chapati, dagaa, genge, matunda, sabuni, chakula cha ofisi, wakala wa pesa, na leo tumeongelea usafi, maji na kazi za mtandaoni. Kati ya kazi 10, hakuna hata moja inayohitaji uwe milionea kuanza. Zote zinahitaji kitu kimoja tu, uthubutu. Watu wengi wataangalia video hii na kusema, wazo zuri, halafu watalala. Usiwe kama wao. Chagua biashara moja. Ipe muda, ipe nguvu, ipe akili yako yote. Safari yako ya mafanikio huanza na hatua moja. 100,000 ulionayo au hata 50,000 inaweza kuwa mbegu ya himaya yako ya kifedha kama ukipanda kwenye udongo mzuri wa biashara hizi. Nataka nikuachie swali. Jumatatu ijayo utaamka kwenda kutafuta kazi au utaamka kwenda kuanzisha kazi? Jibu unalo wewe mwenyewe. Kwa kumalizia na kukumbusha tena, usisahau kusubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zetu zinazotolewa na How to Start Business Channel. Na naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa hii video. Jina langu ni Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.